lakini mengine yanabebwa na mengine. La kwanza kabisa tulipe namba moja kwa umuhimu. Maandalizi namba moja, adabu namba moja ni kuwa mtu anakusudia hija yake ni kupata radhi za Allah, ni kutakasa nia yake kwa ajili ya Allah. Wakikusifu watu, wakikuona wa maana, usikasirike, lakini sio target yako hiyo mpaka unakasirika. Wewe umenikata jina, umesema hapa atatia Fatiha bwana Juma bin Umar, sema Alhaji Juma Umar, unadai kama deni vile. Wakikuta watu usipigane, manake kuitwa Alhaji sio tusi, lakini sio ndio lengo lako hilo. Unataka wajue hivyo watu, hata kama hawajui watu hujua. Wakikuta hivyo pokea, hujatukanwa, bali itahamasisha. Manake wengine hahamasiki kufanya jambo mpaka aone kafanya mtu mwingine ambaye kwa kipimo chake anamuona wa chini yake. Wako watu wamekuwa kama zile Land Rover za zamani, mpaka inapigwa handle ndio ina mbele kule, unapigwa kama mnondo ule, unashikwa hivi ndio ipige. Hakuna start hivi, si una batani au hivi, hamna. Sasa kuna wengine hahamasiki kufanya kheri mpaka aone kumefanya hata huyu. Unakumbuka tulikuwa na haji wetu mmoja tulikuwa na hija, huyo mzee, huyo kijana, huyo mfanya biashara. Sasa tulikuwa naye bwana, sogea huku bwana wetu, ndio huku hapa, mfumuko wa watu wengi wetu fati sisi. Tumekwenda naye hapo, watu wengi watakumia, utadhurika bwana wetu, mdogo mdogo tu mizunguko hii mpaka 7. Wewe kila tunapozunguka wewe utajitahidi tu kwa una bezi kushoto, mdogo mdogo, toka mzunguko wa kwanza mpaka wa 4, sijui Kaaba hiyo hapo, akaingangania ile Kaaba. Na yule bwana mbea wetu mwanahabari akampiga picha, ingawaje kwa taarifa yenu mwaka huu wamekataza kupiga picha ndani ya msikiti mle. Akipiga mtu, wizara imetoa tamko, imerudia faini sawa na milioni 7 za Tanzania. Wakikubamba unapiga picha ndani ya msikiti, sio ile makaye mle ndani hapa Al-Kaaba unafanya hivi, wakikupata bwana milioni 7 za Tanzania. Sasa bwana mbea wetu alifanikiwa. Limalizika zoezi lile, akamtumia yeye, ikaenda kwao huko. Dakika 5 wa comment, hata wewe umeweza kufika, umefikaje Al-Kaaba? Sasa ukitaka kufika Al-Kaaba uje na wa jamaa. Kweli kuna watu walijileta siji 7 wale, kwa sababu hiyo tu walivutiwa, hata huyu anafika kwenye Al-Kaaba, hata huyu, maana yule mtu alimuona mdogo kwao. Sasa kuna watu wanavutika hivyo. Sasa kwa kweli, la kwanza kabisa, wewe ndugu yangu, fanya utakayofanya, panga utakayopanga, lakini jitahidi kusafisha nafsi yako kwamba unafanya yote hayo. Unatoa pesa zako, utakuwa mbali na familia yako, utabeba adha ya safari. Safari ni adha, hata kama hivyo wanasema unasafiri kwa njia ya mwewe, lakini bado safari ni safari tu. Ukiwa mgeni, mtu ni mgeni tu. Ufanye hayo kwa ajili ya Allah aliyetukuka. Lengo lako ni Allah na si vinginevyo. Umepata shida kidogo, unajua Allah atanilipa. Kwa hiyo adabu ya kwanza, haya mambo usifanye tu kama unaenda mbuga za wanyama hapo Morogoro nini. Fanya haya kwamba hii ni kwa ajili ya Allah, mimi nahitaji kupata thawabu zake, na kwamba mtu hata akifanya jambo la kunisumbua kidogo, siko tayari kutoka nje ya lengo nikavuruga ibada yangu. Hii kwa kweli ni adabu ya kwanza kabisa, kutakasa nia yako na lengo lako kwa ajili ya Allah. La pili, sio kwa ubora, lakini lazima tuyaorodheshe. La pili, baada ya kuwa nia yako ni hiyo, unaweza kuswali istikhara kama hujajua muda huu muafaka si muafaka, lakini hadi sasa inaonekana muda huu ni muafaka. Majanga yote hayo bado alhamdulillah, Maka iko salama, visa zinatolewa, zishatolewa tayari, visa zote tushapatiwa, zote. Ingekuwa kuna nongwa yote wangetuambia haiwezekani. Kila kitu kinachowahusu wao wanatusubiri tutwende watuhudumie. Kwa hivyo ilikuwa ni muhimu pia wakati mwingine mtu anafanya istikhara. Je, mimi kwenda hija mwaka huu au kwenda hija na watu hawa ni jambo zuri kwangu? Piga rakaa zako 2, unamwomba Mwenyezi Mungu. Sasa akikufanyia wepesi ukaona jambo linaenda tu, ndio ashatiki kwamba inawezekana.
la sivyo angekuzuia na mambo tofauti tofauti, ukajikuta haiwezekani tu. Kwa hiyo istikhara nayo huwa ni moja katika adabu za safari, na ni safari yoyote, hata safari yako ya kibiashara. Nataka kwenda China, nataka kwenda Taiwan, nataka kwenda India, nataka kwenda wapi, ni vyema ukaswali rakaa 2 kisha ukamwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, safari hii naenda mahala kadha kwa lengo kadha. Ya Rabbi, safari hii ya kibiashara nataka kushirikiana na mwenzangu fulani fulani. Ya Rabbi, kama kuna kheri kwenye hili, wewe unajua kuna kheri, basi ifanye hili jambo liwe jepesi. La, hakuna kheri, ni shari tu, ni kupoteza muda. Mwenyezi Mungu, niepushie hili jambo kwa namna unayojua wewe. Basi baada ya hapo utasubiri maamuzi ya Allah. Lakini adabu nyingine ya 3, sisi ni wachafu wa vitendo, sio uchafu ule wa vumbi, wa matendo. Tuna madhambi kila siku. Kwa mtu haji mtarajiwa, moja ya adabu ni kutubu kwa Mwenyezi Mungu, toba ya kweli, ni kuleta toba ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukisema toba, ndugu zangu, si dubwasha fulani. Toba maana yake ni kuomba radhi kwa Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, kweli nimefanya haya na haya, kuanzia leo mpaka utakaponifisha, ya Rabbi, kuanzia leo sitaki tena dhambi hii. Kila mtu anajua kama dhambi yenyewe ni wizi, sema kuanzia leo. Kama dhambi yenyewe ni zina, kama dhambi yenyewe ni kuteta watu, kama dhambi yenyewe ni kutosali, kuanzia leo nitasali mpaka utakaponichukua, ya Rabbi. Sasa hii toba ya kweli ina nguzo, yani ina mambo yake yapatikane, ndio tuseme huyu ametubu. Toba ya kweli ndio ile aliyosema Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Toba ya kweli, sio ya rongorongo. Toba ya kweli ina nguzo 3 kwa 4. Hazikupatikana hizi, hiyo toba bado fake. Nguzo ya kwanza ni kuacha hilo kosa lenyewe. Huwezi ukaomba Mungu tuba alaina wakati bado unaendelea kuyafanya hayo makosa yenyewe. Nguzo ya kwanza ya toba ya kweli ni kuacha hilo kosa lenyewe. Kama kosa lenyewe ni kutotenda ibada, anza kutenda. Kama kosa lenyewe ni kufanya maasi, acha maasi. Kwa hivyo nguzo ya kwanza ya toba ya kweli ni kuacha hilo kosa. Nguzo ya pili ya toba ya kweli ni kuweka azma kwamba sitorudia tena. Rabbi nisaidie, Mola nisaidie. Nguzo ya pili ni nini? Ni kuweka azma, kuazimia kutorudia kosa. Nguzo ya 3 na ya mwisho, kujuta nafsini mwake mtu kwa nini alifanya kosa. Kwa hivyo nguzo ya kwanza ni kuacha hilo kosa. Nguzo ya pili ni kuazimia kutorudia kosa. Nguzo ya 3 na ya mwisho, kujuta, kujijutia kwa nini. Ukarimu wote wa Mwenyezi Mungu, ufadhili wote, nimeweza kuwa mshenzi, nimefanya haya, uwe unajuta maishani mwako. Sio mtu alikuwa mzinifu, anaona vijana wanafanya huni, enzi zetu na sisi enzi zetu maskini, uzee una balaa lake bwana. Hujatubu wewe. Yaani unaona unafaidi, unatamani ungerudi ujana na wewe ukashiriki, hujatubu. Kwa hivyo hizi 3 zikikamilika, wewe umetubu toba ya kweli. 3 zenyewe ni nini? Kuacha lile kosa, kuazimia kutorudia kosa, ya 3 na ya mwisho kujuta kwa nini ulifanya kosa kama lile. Tumesema 3 kwa ngapi? Kwa 4. Hii toba hii ni kwa kosa alilofanya mja kumkosea muumba wake. Yako makosa mengine yanashirikisha watu. Kwa mfano, ikiwa mtu amekaa amemsema vibaya mtu, ametenda kosa hajatenda, Allah anaridhia, anachukia? Anachukia. Ikiwa kosa hili limemhusisha na mtu, itaongezeka ya 4.
Hizi tatu tulizozitaja, na ya nne kutafuta namna ya kurekebishana na huyu mtu. Kama ulimtukana mtu, zile tatu zinatakiwa: acha matusi, azimia kutorudia, juta kwa nini ulimtukana, lakini tafuta namna inayofaa ukamwombe radhi. Bwana, uniwe radhi siku ile, unajua ujana ni umajununi, au hivi na hivi, au kidogo nilipata robo, au utajua mwenyewe namna ya kusema. Bwana, uniwe radhi kabisa kwa yale niliyowahi kusema. Kweli bwana, kama ulisikia mtaani unasema vibaya, mimi ndio nilioyasambaza yale maneno, nilitaka nimekuchafua, ili mradi utafute namna wewe na yule mmalizane. Msipomalizana, doa hili utalikuta. Yale ya wewe na Mungu wako yataisha, lakini hili Mwenyezi Mungu kwa huruma yake, kosa utakalomkosea mtu, yeye pamoja na ukubwa wake anaweza kutoa maamuzi tu. Mamlaka ya Mungu sio ya kidunia. Mamlaka ya kidunia inaweza ikaamua jambo dhidi ya raia wake. Anaweza akakuibia mtu, ukampeleka mahakamani, akashtakiwa pengine miaka 2. Si ajabu siku Mheshimiwa Rais akaamua tu kumwachia katika Krismasi au Eid al-Fitr. Wamesemewa wafungwa na jamaa yako unamkuta mtaani, wala huna pa kuuliza, yule mtu alionibia mbona mmemwachia? Mimi hamjaniambia, mwenyewe alionibia, imekuwaje? Mamlaka za kidunia zinafanya hivyo, lakini mamlaka ya Mwenyezi Mungu, ukivunja heshima ya mtu, umemtukana mtu, umemdogesha mtu, umemdhalilisha mtu, na ukatubu, zile tatu fanya, lakini mtafute huyo mtu kama yuhai, ukamwombe radhi, kwa sharti ukijua kwamba ni salama. Lakini toka umemtukana unasikia anakutafuta panga mkononi au bastola kiunoni, sema mimi mshenzi yule nikimuona ataramba mchanga, nikimuona jamaa zake watafunga turubai. Tunajua kufunga turubai Sasa mtu kama huyu usimwendee kichwa. Tafuta watu wanaimudu, upeleke udhuru wako na kuomba radhi kwako. Lakini ukiona imeshindikana mpaka amefariki yule mtu, hakukubali nasaha, kwa kweli tatizo hilo Mwenyezi Mungu atakuhurumia kwamba jitihada za kusuluhisha ulizifanya, lakini huku amekuwa king'ang'anizi. Lakini kwa kawaida unatakiwa ujitahidi kumwomba radhi huyo mtu, kumtaka msamaha, ili akunjue nafsi yake kwa yaliyotokea. Sharti kubwa ujiridhishe kwamba ni salama. Nikienda kumwambia bwana, siku ile kisimani kama ulimkuta mama yule alivyokuwa na wewe alikimbia, nilikuwa ndio mie, usalama utakuwepo au atakudhuru? Ukiona utadhurika, usikubali kujitosa. Lakini katika hali ya kawaida, fanya kila mbinu kutafuta watu wanaomudu, wakubwa wenziwe au vijana wenziwe, wakamrai, ili wewe akamwambia na twende kesho jioni, twende. Mnaenda pale, unakaa nyuma ya huyo mtu, yeye ndo anatangulia mbele, unapima ule upepo ukoje mpaka ujiridhishe kwamba uko salama. Kwa hivyo inakuwa la 4, ikiwa kuna jambo linalomhusu mtu, inabidi sasa jambo la wewe na yeye. Tukijalia ikiwa amekufa, je, hayakuwa ikwisha? Au nimejuta mimi, nimetubu dhambi zangu baada ya kuwa nilimkosea, ashakufa? Cha kufanya ujitahidi tukumuombea dua kwa wingi, ndio namna ya kujikosha. Tafuta namna nyingi mara kwa mara kwa unamwombea kheri, Mwenyezi Mungu akusamehe, na naomba ungekuwa hai na mimi ungenisamehe, lakini umetangulia, na kuombea maghfira kwa Mwenyezi Mungu. Tumeambiwa haya mbele ya Mungu siku ya siku yana mchango wa kuwa yule bwana nongo hazitaisha. Tayeb, tumesema hii ni moja katika adabu za safari. Wewe unaenda kule, unaenda na chombo chako safi kabisa, tayari kupokea, kwa sababu pepo, yani hija ikihijiwa vizuri, ametuambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, haina malipo isipokuwa pepo. Halipi kitu kingine chochote zaidi ya pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, alhajjul mabrur, hija iliyohijiwa katika misingi ya wema, laisa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo mengine zaidi ya pepo. Pepo tu. Lakini zaidi ya hayo tumeambiwa mtu anayehiji vizuri, bila nongwa, bila hivi, anarudi kwake kutoka Makkah al-Mukarrama kayaumi waladatuhu kama siku aliozaliwa na mama yake. Nadhani tunajua sote kwamba kichanga kinazaliwa hakina dhambi.
Sasa mtu anarudi vile, na ndio maana utakuta wenye busara zao, hata kama hana jamaa yake aliyokwenda hija, lakini akijua watu tena anajua kabisa mahujaji wanaanza kurudi lini, vile anavizia watu wale ambao anajua kabisa Mtume amesema hawana dhambi kabisa. Maana mtu anarudi kweli, faili yake kile unakufungua ni plain tu, hakuna kitu, hata mstari hamna, mizagazaga yote kaitupa huko Arafat. Sasa mtu aina hii akiomba lazima anakubaliwa, hakuna kipingamizi. Sasa ndio maana tukutoa janja, unaona kama mabwege, mtu achukua nauli yake anashinda kule, hana jamaa yake alikwenda hija, anajua nikipata mahujaji watatu ana boloombea, sio jambo, yani sio padogo, nimefanya kubwa sana. Niliwahi kushuhudia mama mmoja, wanawe si walichelewa, unajua mambo ya daladala wamechelewa. Sasa ameshatoka kabisa pale maskini na kisanduku chake na kidumu chake cha Zamzam, watu wamekaa katika mstari, ngao zile za nani za chuma zile, watakadua kikono chake kaingiza katika juba, mwanamama tip, ataki kimguse mtu mwingine mpaka aone wajukuu zake, kamaliza koti kule mabustanini hajawaona. Kana la mama amekuwa dhaifu kiasi hicho. Kwani unadhani dua ukishamwombea mtu ndio inapanguka kama shilingi 1000 ukitoa moja inabaki kidogo? Hakumwombea mtu bwana, anachanja mbuga, anaangalia ndugu zake hawaoni, huyo kama nyoka anakatiza. Hapana, wewe una ofa ya kuwaombea watu hata trilioni, waombee tu hao wanao waliochelewa kuja pale kwa uvivu wao, kwa sababu ya foleni. Utakutana nao, utakaa nao, utaongea nao, lakini usiwavunje moyo wale waliokuja kuwaenzi, kukupokeeni nyinyi. Wewe unafikiriaje ingekuwa unakuja airport pale, unarudi huko hukuja mkuta mtu yote, ukiacha askari wa uhamiaji, basi ndio hawa, unajionaje? Yaani usiwe mdhaifu kiasi hicho. Lakini falsafa yao kwa unawakuta wengi pale ni kwa sababu wanajua hawa wanaoshuka hapa, kama umehiji vizuri, hawana toni ya dhambi hawa, na kama hawana toni ya dhambi, dua zao hazikai foleni, Allah anazipitisha. Sasa mimi nikiwaambia tuombe basi Rabbana amin amin, ajua tukipata watu watatu wane hapa tunaondoka vizuri jioni ya leo. Wako watu wajanja wa aina hiyo. Sasa tusipoteze fursa za kuwafanya hivyo. Lakini pia adabu nyingine, ukiacha hii ya toba tumeitaja, tukasema toba ya kweli inakusanya nguzo hizo 3 kwa 4: kuacha kosa, kuazimia kutorudia, kujijutia, na kama kosa linamhusu mwanadamu, kutafuta namna ya wewe na huyu mwanadamu ule mkosea kuishana, kutakana radhi, kusameheana. Na tumesema wewe omba msamaha kwa kutumia kila utaratibu mzuri. Akiwa huyu muungwana anajua maana ya kusamehi, kunachochea na wewe kusamehewa mbele ya Mungu, atakusamehe. La kawa king'ang'anizi, basi Allah anajua kwamba wewe ulitaka yaishe, ila huyu ndio aling'ang'ania kuwa king'ang'anizi, wewe dhima yako kwa Mungu itakuwa haipo tena. Nguzo au adabu nyingine unaweza ukaipa namba 4 kutoka kule kuja tauba ni ya 3. 4, anayesafiri kwenda hija, ni sunna ya dini kuaga vizuri familia yake, ndugu zake wema na majirani zake. Nimesisitiza ndugu zake wema na majirani zake. Kama una ndugu yako khabithi, hapendi uheri wala mafanikio na wewe, kila siku anakulani, kila siku anakutakia mabaya, wewe usimlani, lakini huna sababu ya kumtafuta. Ila usiondoke pale, wanaita kinyemela, umejificha watu wasikujue. Mbona hatujamwona Simbirizi bwana? Nani nyumba hii? Sija. Kuna habari? Kenda hija huko. Kasafiri. Ndio kundi la kwanza kabisa. Hapana. Labda kuwe na sababu za kiusalama. Pengine kumtani kwako wahuni wengi, wezi, wanakuogopa wewe tu, lakini wakijua kama amebaki mkeo na vitoto vidogo vidogo vile vya chekechea, watakuja wakiwa macho makavu kabisa. Mama tupe chetu. Ukijua hali kama hiyo kweli, usiage. Na kama unafanya kazi, ongopa kabisa. Sema yuko shift ya saa kadha, anarudi saa 4 za usiku. Wanajua kabisa mchana hawakuoni, umeongezewa majukumu, unarudi saa 4 za usiku. Wajue hivyo kama ziko sababu za kiusalama, maana wengine wakishajua mzee hayupo, basi pale uimama wanamchukulia wanavyotaka wao. Lakini kama maisha ni ya kawaida, aga ndugu zako wale wa karibu, sio uko mzima.
hawa wa karibu, watu ambao wakisikia leo tu ana malaria, kesho hao hapo, waage vizuri. Mtakunywa kahawa, mtakunywa chai pale vizuri kwa furaha, mtaombeana Mwenyezi Mungu, mtaombeana kheri, mtaombana radhi, waage. Kwa sharti hiyo, ikiwa kuwaaga ni salama. Lakini kama ukijua wakinijua basi waliopo wako hatarini, usiwaage kinamna hiyo. Unaweza kuaga hata wachache tu, unajua hawa watajua nimeondoka, hawatanitafuta. Ni sunna ya dini hiyo. Na ukitaka kuondoka, siku ya mwisho unaondoka, ni vyema ukawaachia zawadi. Zawadi kubwa iliyotajwa na Mtume Mwenyezi Mungu pale ni kuswali rakaa 2, mkaomba dua, ukajiondokea. Siku unaondoka, bwana, reporting time saa kadhaa, basi ukitoka pale ushapanga vyako nini, tia udhu wako, piga rakaa 2, fanya dua na familia yako, waombe Mwenyezi Mungu. Dua ziko na tuna vipeperushi vya dua zote tutawagawia, lakini hata kwa Kiswahili ni dua ile kwamba Mwenyezi Mungu, nakukabidhi amana yangu hii, na nina hakika kwako wewe amana haipotei, na kuwakabidhi familia yangu, mali zangu, nyumba yangu, nataraji ulinzi wako ya Rabbil Alamin. Ushaswali pale, unawahusia mema, watoto mkae salama na watu wazima na majirani zetu hawa. Likitokea tatizo kama la kidharura, muone fulani, mwambie bwana, kuna hili, huyo unajiondokea. Ni utaratibu mzuri wa dini kabisa. Dua za kutokea ni za kawaida za kila siku, ambazo pia tunasema tutazigawa, kwa sababu Muislamu anatakiwa kila unapotoka nyumbani kwako uombe dua. Moja wapo ni ile maarufu, bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billahi. Bismillahi, natoka nikitabaruku na jina la Allah, na mbele ya jina la Allah hakuna pingamizi. Hii ndio anavyotakiwa Muislamu atoke. Unatoka kwenda dukani, unatoka kwenda sokoni, unatoka kwenda kazini, unatoka kwenda kutembea. Hii ni sunna ya dini, wala sio lazima uwe unaenda hija, maadamu unatoka ndani mwako. Sababu binadamu yeyote sio lazima uchimbie chupa na makonokono. Tabia ya mtu nyumbani kwake ndipo anapofanya mambo yake, dua unafanya mbalimbali. Pale pana kinga ya asili. Watu wanasali, mlikina mama ndani wanasoma Qur'ani, watoto pale pemefungika pale. Pana baraka za Mwenyezi Mungu zinashuka kila siku. Mtu anapotoka nje ya nyumba yake, kwa kweli amevua gamba la kinga yake kimsingi. Sasa ni sunna ya dini uombe kwa Mwenyezi Mungu. Sema unapotoka, bismillahi, natoka nikiomba baraka kwa jina la Mwenyezi Mungu. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, nimemtegemea Mwenyezi Mungu katika hali zote. Wala haula wala quwwata illa billah. Unatoka toka kihivyo. Kama watakusindikiza mpaka airport, kama unaenda peke yako, lakini ndio namna nzuri ya kutoka hapa. Lakini inaendana sambamba, unaweza ukaipa namba 5 ukitaka. Sunna nyingine hapa ni kuhakikisha kwamba kama una madeni yashafika muda wake, yalipe. Hajafika muda wake mpaka utakaporudi, achana naye mpaka utakaporudi. Muda wa kulipa utakuwa tayari kabla hujarudi, acha wakala unayemwamini ambaye atakulipia. Kwa sababu madeni tulionayo, sera ya dini ni yaandikwe madeni. Bwana, wewe nikopeshe 100,000. Mpaka lini? Allah akipenda mpaka siku fulani. Sasa unapotaka kuondoka, hakikisha kama madeni yale tayari muda wake umeshafikia wa kulipwa, lipa kabisa. Kama uwezo unao. Huna, mwendee anayekudai, mwambie na ule muda ushafika, lakini mimi bado kidogo, lakini nimepata ufadhili. Kama umepata ufadhili, sitokuwepo, lakini inshallah taala kama Mungu atanikhitari au vyote vile, familia yangu ipo na deni nimeliandika, liko wazi. Kwa hivyo ima utalipa kama muda wake uko tayari, na la muda bado mpaka utawahi kurudi, haina shida, wala usimuulize. Sababu kama deni imeandikwa na muda wake bado, hana ruhusa yule mtu kisheria kukuharasi kwa namna yote. Hata kama utafanya shughuli ya mamilioni, bwana wewe nakudai 5,000, juzi umefanya harusi ya mwanao hapa, milioni 20 ukumbi ule. Ambia ndio, za tatizo nini?
Ameni nakudai, lini mtakulipa? Tumeandika mwezi 6, bado hujafika. Yani hana sababu za kisheria kukubana wewe, maadamu deni lile muda wake bado. Kwa hivyo sura ni 3. Kama muda tayari, lipa. Kama bado, hana sababu ya kukusumbua anayekudai. Deni litakuwa tayari kulipwa wakati wewe hujarudi kwa mujibu wa tarehe yako. Acha wakala ambaye atalipa deni siku na tarehe itakapofikia. Au la, uko tayari, mwambie bwana nikulipe deni lako. Manake yako madeni mengine mtu hataki kulipa mapema vile vile. Yako madeni. Wako watu wengine watumishi wa serikali wanatuhumiwa, bwana TAKUKURU shaambiwa muangalieni yule, manake tuna mashaka naye, labda katudhuru. Wewe umeuza kwenu huko, umepata pesa nyingi tu, pengine una milioni 500, unazingiza kwenye akaunti, anakulipa, unazingiza, bwana zimeingia milioni 500. Kweli bwana. Mwingine hana maslahi ya kulipa mapema, angependa uendelee kuwa nazo mpaka hiyo sekeseke ya TAKUKURU itakapomalizika. Lakini tunasema ni vizuri pia, moja ya adabu, unaondoka hapa ukiwa hujaacha deni. Na sura ndio hizo. Kama tayari unafanya nini? Lipa. Kama bado mpaka utawahi kurudi, basi hana sababu anayekudai kukuharas, atasubiri mpaka muda utakapofika. La, muda utatimia kabla hujarudi, acha mtu unayemwamini ambaye atakwenda kulipa hilo deni. Na utamwambia bwana kuna fulani atakulipa. Mimi tarehe nitakazorudi ni hizi, lakini usio na wasiwasi, Allah akipenda siku ikifika ile atakulipa haki yako. Hiyo ni adabu katika safari za Muislamu anapoenda safari hasa ya kiibada kama hii, ili kule asiwe na vitu kunyuma vinavyoweza vikafilisi mapato yake makubwa ambayo atayapata kule. Lakini pia miongoni mwa adabu za safari ya hija, asikubali mtu kuondoka mpaka amejifunza hiyo ibada ya hija, ameielewa. Haiwezekani mtu mpaka anafika Maka hajui chochote juu ya hija. Ndio maana tunapambana na Allah atuwezeshe, tunahakikisha kwamba mtu anafika pale Maka al-Mukarrama, ombe bwana jamaa tunaingia sasa al-Kaaba, tunafanya tawafu. Tunajua tawafu, tunajua. Basi bismillah, tunaanza hapa. Tunaenda. Mnakuwa pamoja, sio mnasomeshana alhamdu baada ya kuwa mshahiri 100 sala. Sala haitasihi kuwa mnasomeshana sura al-Fatiha baada ya takbiratul ihram. Na tuna uhakika kila mmoja wenu biidhnillah atajua kuhiji kabla hajainua mguu wake kwenda Maka, kwa idhini ya Allah, kwa sababu ibada yenyewe ni vitendo vya kutendwa. Kwa hiyo ni adabu mojawapo muhimu sana mtu ajifundishe hiyo ibada ya hija inavyofanywa. Tukisema jamani tunatufu, maana yake tunafanya ibada ya kuzunguka hili jengo la Al-Kaaba. Tutazunguka mara 7. Hili jengo lina pembe 4, tunaanzia wapi? Kona gani ndio mahala pa kuanzia? Pa kuanzia ni kwenye kona hii mnapoliona jiwe jeusi. Siku ya siku tutaoneshana, ndio hili tunaanzia hapa. Tukishafika hapa ndio mara 1. Tuenda tena, tukishafika tena hapa ndio mara ya 2. Tunaenda tena, tukishafika hapa ndio mara ya 3, mpaka zitakamilika 7. Mizunguko 7 ikikamilika, tayari tumetimiza ibada ya kutufu, ya kuizunguka Al-Kaaba. Kwa sababu kutufu maana yake ni kuzunguka. Kiswahili cha kawaida, kutufu maana yake ni kuzunguka. Sasa ibada hiyo imeelekezwa na Mwenyezi Mungu na tutakwenda kuifanya. Sasa lazima tujifunze kabla. Uzungukaji wenyewe unakuwa hivi, unaanzia hapa mpaka hapa ndio 1 hiyo, kutoka hapa mpaka hapa hiyo ndio 2, kutoka hapa mpaka hapa 3. Zikishamalizika 7, ibada ya kutufu imekamilika. Itafuatia ibada gani nyingine? Ibada kadhaa. Sasa ni lazima haji wetu ajue inavyotekelezwa hiyo hija. Tawafu vipi? Hivi. Kupiga mawe vipi? Ni hivi. Wako wanapiga mpaka kwa viatu kwa hasira, sababu ashaaminishwa kwamba tunakwenda kumpiga shetani. Kweli
ndio vision yetu, mtazamo wetu ni huo, lakini sio kile kikuta. Kile kikuta kimejengwa kama ni target kwamba jiwe lako lipige pale lidondokee hapo, lisiende moja kwa moja mpaka kule. Sasa wengine kwa ule usongo na hasira, pengine yamemkuta matukio mabaya, sema atanikoma leo, wakati vijiwe vyenyewe vidogo vidogo tu kama kijiharagwe au sijikaranga, anaona hiki akimtoshi, shetani rajimi huyo. Mtu achukua kiatu yebo hizi. Sasa ukifanya hivyo huna ulichofanya. Au mwingine kwa hasira ambaye unapiga kimoja 7 moja, mwingine achukua hata 10 kwa pamoja, babu kwa na kusonya kabisa, wakati hakuna cha kusonya. Sasa kama ukujifunza utaona kila ukifanya aina ya kukomoa ndio inakuwa nzuri zaidi. Hapana, kile kikuta unachokiona chenyewe kimejengwa tu, sio shetani, ila ni wapi tunapoonesha ishara ya kumpiga, unapiga sehemu ile. Shetani wenyewe ni huyo rajimi, huyo tulioambiwa adui kwetu. Ishara ya kumpiga ndio ile. Ishara ya kumkataa, mkatae nafsini mwako. Ishara ya viwiliwili, mkatae kwa matendo yako. Sio unafanya mkwara pale unapiga na viatu, ukija huku weye kamari weye. Watu wacheza kamari, laana ya kamari imekuwa kubwa. Utakuta mtu kavaa kibarakashia, mimi nimesema kwamba huu mchezo watu waje kucheza tu, mimi nilidhani uongo, lakini kweli ashashikishwa 1,000,000 ya noti za 5,500 hapa. Kweli kabisa, natoa wito kwa wenzangu, hii ni kamari ya akhil karim. Allah kaharamisha, unaitoa wito waje wacheze kamari, wakicheza 10 na wewe umo. Utayaweza haya? Umewalingania watu 10, yani wanakushawishi waweze kuwekea 5,000,000 zile za 5,500, naonekana hilo. Unajiona wewe kama mzee Bakhresa, kumbe mzee maskini hata kiwanja Vikindu hazifai kununua. Shetani tukakuchezea akili, umejiona safari yako umefika. Ala kule hali tunasema kwenye nukta hii ni muhimu sana swala hilo tulilosema la kuhakikisha kwamba madeni umeclear unavyoweza. Imeshindikana, huna kitu, unamwambia kabisa, mwambie watoto wako, mimi nadaiwa hii deni ile hapa, kama ilivyo dini inavyotaka, nimefumba macho, nimekufa mimi. Vitu vya kwanza vinavyoshughulikiwa ni hivi: sanda yangu na haya madeni haya. Wakati katika maisha yetu ya kawaida inakuwa kulipa deni pengine kitu cha 7 si cha 8. Watu watakumbuka kupika ubwabwa, mapilau, madude gani, wakati kisheria hairuhusiwi kugawa mirathi mpaka tuhakikishe madeni yamelipwa, ili dhima ya mtu iwe imekilia. Kwa hivyo ukiacha hili la kujua ibada yenyewe inavyotekelezwa, jambo jingine ambalo ni adabu ya safari, subira na uvumilivu. Subira na uvumilivu. Hawa mabwana hawa pamoja na jitihada zao zote, anaweza siku akakuudhi ukajuta, lakini sio kwa hiari yake. Sasa ndio walituambia, ndio huduma nzuri, ndio hii tuliambiwa hapa sisi. Mfano nitoe kule, kuna waratibu wanaoratibu hii misafara yetu ya ndani. Jamani, kesho ni siku yetu ya kufanya ziara hapa Makka al-Mukarrama. Tunataka kuzuru viwanja vya Arafa kabla siku yake, tunataka kuzuru Mina kabla siku zake. Hakuja kuwa na fujo, tuone tu hii ndio Arafa, hii ndio siku ambayo tutakuja nyingine, tunataka kufanya ziara. Inaweza ikaratibiwa, tukaambiwa basi hapa hotelini kwenu litakuja saa 2 asubuhi au saa 3 asubuhi. Sisi mji wetu wanatuambia, jamani, mahujaji wote, kwa kuwa kwenye hoteli yetu chai inakuwa tayari kuanzia saa 12:30 mpaka saa 4 asubuhi. Tunywe chai mapema, chai ifanye kazi mtu mwilini, aende msalani chumbani kwake vizuri, ili tukitoka tusikwazane hapa njiani. Wao wenyewe wanaweza wakapata tatizo, badala ya hiyo saa 2 pengine wakaja saa 3. Sasa huyu bwana hana uwezo wote, maskini ya Mungu, yeye anasubiri basi yeye na nyinyi. Watuambia bwana, washenzi ni washenzi tu bwana. Sasa hapo
tayari ushaharibikiwa. Na wala usio kusema ndio walituambia kuna tufanye subira, walikusudia kutufanya haya. Hilo ni kitu cha lazima. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema as-safaru qita'atun min al-adhab, ni sehemu ya adhabu. Ni sehemu ya adhabu. Una watoto wako umewazoea, unacheza nao, wajukuu zako, kule hakuna vitu vya namna hiyo. Sasa kwa kweli subira na uvumilivu ni moja ya vitu vinavyosisitizwa tunapokuwa katika misafara ya hija. Itoshe tu kwamba tutakuwa kwenye mkusanyiko wa watu wasiopungua 3.5 kwenda juu, watu ambao lugha tunaweza kutofautiana, tabia na mazoea tofautiana. Kuna mtu haoni shida akavuta mate yake akatema hapo hapo ulipokaa, jambo ambalo sisi tamaduni zetu hatukuzoea. Wewe kutokea hayo ukisema mshenzi wewe, Makkah al-Mukarrama, unamtukana mtu. Kwa kweli kunahitajika sana subira na uvumilivu, ikiwa ni sehemu ya maandalizi na ni adabu za mwenda hija, kwa sababu kuyakosa haya yote, kuyakosa haya kuna kufanya uharibikiwe katika ibada yako, ije ikose zile sifa za kuwa haina malipo ila ni pepo. Lakini adabu nyingine kwa mtu anayesafiri kwenda hija, kuhakikisha kuwa kuwa na pupa ya kupata kheri za kule. Haisaidii kitu kwa uko Makkah al-Mukarrama. Sisi kama tukiwa Waislamu tunamjua mtu mmoja anaitwa Abu Jahali, mshawahi kumsikia? Ni Msalamu wa wapi? Wa Msanga, wa Sungwi. Abu Jahali Msalamu wa wapi? Makkah al-Mukarrama, Mwarabu kindaki, ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kafia wapi? Kazikwa wapi? Makkah. Kazaliwa Makkah, kakulia Makkah, kafikia umri wake aliofikia Makkah, kafa Makkah, kazikwa Makkah. Swali, mnadhani ni mtu wa peponi? Abadan. Kwa hiyo kufia Makkah tu sio dili, wala kuwa uko Makkah pale sio dili. Wakorofi wengi waliomsumbua mtu wa Mwenyezi Mungu ni watu wa Makkah wengi, lakini kuwa wao ni wa Makkah haikusaidia kitu. Kinachosaidia umeishije pale Makkah, umeishije pale Makkah, umetumia vipi fursa ya kuwepo Makkah katika msikiti ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema swala yeyote ndani ya msikiti huu ukisali, iwe ya sunna, iwe ya fardhi, iwe umeswalia maiti, yeye kasema swala katika msikiti huu inalingana na swala nyingine, na swala zinazoswaliwa kwingine kwa wastani wa 100,000. Haya maneno kasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakutania wala hakusudia kutuvutia, yani kama wanavyosema vijana labda kutufunga kamba za miguu. Hapana, ni ukweli. Umejaliwa kusali sala ya subhi Makkah al-Mukarrama pale msikitini, asiyekuwa pale aswali asubhi mara 100,000, ndio mnafanana kimapato. Wewe kwa siku utakazokaa Makkah ambazo hazitapungua 10, unaswali asubhi ngapi? Adhuhuri ngapi? Alasiri ngapi? Magharibi ngapi? Isha ngapi? Utaswalia maiti mara ngapi? Msiogope. Na hii pia tunawapa tahadhari sisi. Kuna baadhi ya watu huwa wanauliza tutaondoka lini jamani? Ukiona Makkah na Madina siku 2 pale mahujaji, Sheikh, ile safari ndio lini vile? Makkah na Madina ni kitu cha kawaida. Kila swala mtu asalia maiti 10, 15, 20, 30. Hii ni kitu cha kawaida. Maana yake nini? Tunapulizia dawa ya kuuawa sema mahujaji. Wanaouzikwa wale sio mahujaji tu, wamo mahujaji umri wao unamalizikia pale. Wananchi ndio wengi, wenyewe walivyojiwekea tabia zao, wanajua msikiti wa Makkah na Madina unaswaliwa na maelfu ya watu kila kipindi. Kila kipindi cha sala unaswaliwa na maelfu. Mtu kafali wake
anamwandaa haraka haraka tu ili amlete msikitini pale apate fadhila ya kusaliwa na haya maelfu. Sasa kwa hiyo ni kitu cha kawaida kabisa, bali nadra kuwa mswali swala msiswalie maiti, tena wengi tu, wengi sana. Sasa ukiona hivyo usidhanie ndio tunakuisha jamani. Hao watu wamekufa kwa tarehe zao na kwa sababu zao tofauti tofauti. Sasa hata hiyo sala ya maiti utasalia pale, sababu utakaopata kama huko uraiani unakotoka ziswaliwe 100,000 ndio akufikie huyu. Kwa kweli, kwa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anayekwenda hiji akapata hiyo fursa ya kuwepo Maka akawajibika katika utendaji wa ibada, kwa kweli hakuna sababu yoyote ya kibinadamu kwenda motoni, hakuna. Labda autengeneze mwenyewe, sababu hizo sababu zote hizo sio kwamba haziwezi kuharibika. Zikiharibiwa, ukiziharibu zinaharibika, yani zinayo nafasi ya kuharibika kama utaziharibu. Kwa hivyo miongoni mwa adabu za safari hii ni kwamba awe na pupa mtu ya kutumia fursa ya kuwepo pale Makka al-Mukarrama, atumie fursa ya kuwepo pale Madinatul Munawwara. Kuwa uko pale tu unaangalia majumba na hivi haisaidii. Uwe na pupa kuona, kwa mfano, pamoja na ukaribu tunaoutafuta kwa swala za jamaa msikitini, na inanoga kama utapata ndani ya msikiti kuliko kuswali kwenye viwanja, ingawaje kwenye viwanja unapata fadhila, lakini tunaona raha uswali ndani mle. Sasa swala ya dhuhuri Maka kama inasaliwa saa 6:30, wewe saa 5:30 ukiwa hujaingia uje utaswali nje tu. Kuna watu wanaitaka hiyo ibada, wewe umekuja kucheza hapa, wenzako wanataka kweli kweli. Sasa inatokea mtu anapata uvivu mpaka anaona, kwa sababu ile misikiti ya mtaani hivi vyote vya mtoto hivi, viji misikiti vya mitaani mle vingine huu cha mtoto. Sasa tunaona yote siko Maka tu hapa, Maka si ndio hii, anaanza kuwa mufti na yeye sasa. Mimi nimesikia mtu mmoja anasema ukiswali kule Maka msikiti wote ule fadhila ndio ile hii ndio hii, hata kumalizie moja. Tunasema sawa, iwe hivyo, lakini sisi tunakushauri pambana uwezavyo uhakikishe kwamba umeswali kwenye hili jisikiti kuu. Ukikosa kwa bahati mbaya, Allah atakuandikia kwa nia yako, lakini sio kwamba ungeweza kuswali ndani, lakini umekusudia kabisa kwa makusudi ukaswali kule chochoroni. Sisi kwa kweli tunakuhesabu kwamba hukujua thamani ya pesa zako ulizotoa kwa nia hija, wala hukujua thamani ya hiyo Maka ambayo umeisafiria. Pambana uswali ndani uwezavyo. Msikiti wa Maka haufungwi wakati wote, masaa 24. Na kwa kuwa sisi tunajitahidi kukumbana na ughali mkubwa wa kulipia hoteli, iwe karibu sana, awe mtu anaweza kwenda bila ya kupelekwa na mwenzake. Na kwanza hakuna madhara ya kukabwa wala kuporwa wala nini, hakuna kabisa. Leo ukitoka sana za usiku saa 9 wewe peke yako, maana unaweza ukalala na watu wazembe wasiokuwa na hima, twende ukishika mkono anauangushia huku. Ingia bafuni, oga vizuri, tia udhu wako, nenda msikitini, piga itikafu yako 9 hiyo, saa 10 hiyo mpaka sala ya subuhi, na swali, fanya adhikari zako, unarudi. Hakuna kazi zaidi ya hiyo. Na alhamdulillah watu wote tunafika mapema Maka pale kabla siku za kindakindaki zile. Kindakindaki kinaanzia mwezi 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kabla ya hapo inakuwa ni kulijua jiji la Maka. Muda sala tayari umeingia umesali, muda chakula tayari umekula, umepumzika, umeingia bafuni umeoga. Hata ukitaka kuoga kutoa mara 100 hakuulizi mtu. Na maji hapo hayakatiki kwa kawaida. Umeme upo hauzimiki kwa kawaida. Sasa wewe unakosa fursa kwa lipi? Hapa utaongopa nilienda kumuona shangazi anaumwa, sina za masaa. Kule shangazi yako nani? Kwa maana hiyo ile kwa unapupa ni adabu. Ukiwa unatoka wewe una hima ya kwamba nikifika kule mimi sina utani. Mimi nauliza viongozi, jamani, tuna ratiba yote leo? Hapana, ratiba ni kesho saa kadha tuna ziara eneo kadha, saa kadha tunafanya kitu kadha.
Ukiwa hivyo utaenjoy katika hija yako. Lakini miongoni mwa adabu za safari ya hija, ule utayari wa kuwasaidia wenzio. Miongoni mwa vitu muhimu sana katika safari za hija, kuwa tayari kuwasaidia wenzio. Kuna faida nyingi tu, mojawapo kupata thawabu. Allah sema wataawanu ala albirri wattaqwa, kusaidia wengine. Sio lazima kusaidia huko maana kumfulie mtu nguo zake mwambie una nguo chafu. Misaada iko aina nyingi. Uwezo wa kuyajua mambo unatofautiana. Inawezekana wewe mwepesi wa kuelewa njia, kutoka hapa tunapita mtaa huu tunaingia msikitini, msikiti ndio ule tunapita njia hii ndio rahisi, tupite mlango huu ndio vizuri. Namna ya kusaidia iko nyingi. Kumsaidia mtu hata kumwelekeza jambo, kuwa mwepesi wa kusaidia, kama kumwelekeza mtu njia, kumwelekeza jambo pengine yeye mgumu wa kuelewa au umeelewa vizuri, mwelekeze vizuri. Yote hayo yanakuingizia income kubwa sana ukiwa mtu aina hiyo wa kusaidia. Kuna watu tumewaona, baadhi ya wengine watu wazima, mko hotelini pale, muda wa chakula pengine pana kafoleni, sababu wote mnakula. Ni kweli mfeo unachukua hichi. Mwingine mtu mzima ambaye bibi mkubwa kaa pale, wataka nini? Pale pana pilau, pana hiki, pana mchuzi, mkate, nini. Pana niletee kadha. Basi tulia. Nawa pale, wewe nisubiri hapa. Basi unakuwa kama na wewe ni mumweke hapa pale, umechukua hapa. Sababu wewe ni kijana, badala ya kuwa unaminya bibi mkubwa yule foleni pale, pengine muulize bibi mkubwa, wewe kaa pale. Wewe niambie tu nikuletee kitu gani? Sasa hivi ukitia nia kwamba unafanya jambo la kheri, zinakuongezea thawabu. Utajikuta umerudi wote mmeenda hija, lakini wewe una vitu vingine yule mwenzako hana. Fursa hizo utazipata wapi? Hapa Dar es Salaam umsaidie bibi mkubwa wa mtu kumtengeneza chakula, unapata wapi? Sasa inawezekana wewe ni kijana, yule mtu mzima pengine umri wa bibi yako, badala ya kuwa mnaminyana kwenye foleni ya kula chakula hakiishi. Lakini kwa nini asimame bibi mkubwa pale? Mwambie bibi, kaa pale nikuletee nini na nini. Pale pana hiki na hiki. Sema. Basi madam nia yako kutoa huduma kwa ajili ya Allah. Mko foleni ya kwenda msalani katika maeneo ambayo yana shida kama kule Arafat, Mina na kwingineko. Mtu mzima maskini unamuona kabisa amejishika sehemu ya siri, anajiloki kwa kujiminya sehemu ya siri. Maana katingwa huyo. Wewe uko mbele, ambaye baba samahani, njoka hapa. Mimi nitakuja kaa foleni yako. Pengine ni mtu wa 10 yeye kwenda msalani. Uko pale wewe mtu wa 3. Yeye unamwangalia wa 11. Babu, ile namba 3 chukua wewe. Hii yako wewe ya 11 na kaa mimi. Watu wengine loki zisharuzu. Ukimfanya mara ngapi? Gwao. Hujaona mtu unasimama hapa anatoa aibu yake, anajisaidia, hawezi kustahimili. Sasa hivyo vyote wewe ukifanya kwa ajili ya Allah unaingiza income nyingi. Wewe unaona tumekwenda hija tu ndio mkwenda, lakini wewe umeishia kutufu tu, huna kitu kingine unafanya. Lakini Maka na Madina mle ni majumba ya elimu. Waweza kukuta kijiwe kile kuna shekhi ana darasa pale, ana hivi darasa hili la Qur'ani, wewe umesali sala ya subuhi, chai inaanza saa 12:30 mpaka saa 4. 12:30 unasali, huna uradi, huna nini, unakwenda kulala tena. Hii ni fursa. Kaa usikize darasa kama ya Qur'ani, utakuta kama Qur'ani kwa darasa duara. Kama surat al-Fatiha itafikia hata yako, wanakuambia yalla anta soma na wewe uweke CV yako. Mimi Makkah al-Mukarrama niliwahi kusomesha surat al-Fatiha nikiwa Makkah al-Mukarrama, ikiwa Madina al-Munawwara, nipata baraka kusoma Qur'ani. Faidika kuliko kwamba unarudi ukajifunike mshuka wako tena ulale tena pengine hata hiyo saa 4 ya chai kupite. Maana yetu kwamba hatuendi kule kucheza, ingawaje tuna hakika kwamba kunaona kuna kucheza. Na kule kulivyo wanaoweza kupotea ni wale wajanja sana. Wale wajanja na wanaojitia ujanja, hawa wana nafasi kubwa ya kupotea. Ila ukipotea kule hudhuriki, alhamdulillah. Hata siku 5 ukipotea hudhuriki. Watu ambao hawana nafasi kabisa ya kupotea, wale ambao
hawataki kujitia ujanja. Mimi natoka unawaaga wenzako chumbani. Sisi tunaweka hoteli kule zilivyosanifiwa siku za hija, ni lazima. Hawaruhusu hoteli mtu kuhozi chumba kimoja peke yake, labda ziko hoteli maalum zenye ughali wa kupindukia. Kwa nini wanafanya hivi? Kwa sababu wanataka idadi kubwa ya watu wawe na nafasi ya kukaa haya mahoteli yaliyo karibu ya msikiti. Ikiwa hapa hoteli yenye vyumba 300 wakae watu 300 tu, maana yake wengine tutalazimika tukaweke huko kwa mzee Kawawa. Wapi kule? Ukipita Kimara, mji wa marehemu mzee Kawawa kule, tukaweke mbali kabisa kule. Kwa maana hiyo unaweza kukuta mavyumba makubwa yale, chumba pengine vitanda 3 4, lakini kila mtu na kitu yake kinaitegemea, shuka yake, mto wake na vitu vyake nini. Mko hivi. Sasa wewe kama utakuwa pengine una tabia ya kulala saa 24, wanakuacha wenzako, lakini mnaweza mkaunda timu mkasaidiana mle, na watu wote wa chumba kimoja, hamui mmetoka nyumba moja. Unaweza kukaa mle, wewe una biashara za kimachinga, pengine unaweza kukaa chumba kimoja na biashara aliyekushaiva mwenzako. Kwa nini usifaidike na hiyo elimu ya biashara? Bwana, mimi shughuli zangu kadha nafanyaje? Allah hakukataza hata kufanya biashara. Walaysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, sio vibaya madam biashara ile haikuzuii kufanya yale majukumu yako. Sasa haiwi vibaya kupata ilmu, stadi za maisha, watu 4 au 3 mko chumba kimoja, huku nje ya nchi ile kila mtu ana shughuli zake, mmeshindwa kuzoeana, hakuna hata mmoja aliyefaidika na mwenziwe. Hada uwezi mkisirani masala mengine. Ni kama mtu wa kawaida una nafasi kubwa ya kufaidika na mwenzio. Faidika. Inawezekana ukakaa na mtu hodari wa biashara, hodari wa mambo ya kilimo, hodari wa mambo ya ufugaji, mwanachuoni ana mengi ya kukufundisha. Faidika. Ni muda mfupi huo, lakini kwako utakuwa na maana, unaye muda mwingi. Sisi wako maustazi wako hivi, unaweza ukakutana na mwanachuoni ndio mko naye saa 24 bali. Kwa nini wewe usijue mambo? Huku huna fursa, maisha yamekuzidi. Kwa nini pale usiwe na fursa ya kujifunza mambo kadhaa? Yaani kwako ni kama semina. Haweza wewe ukakaa hivi tu unakuruza, unakoroma, uniteta ujanja, unajua mitaa kwa ujanja wako, unajaribu huko kidogo, unakwenda sija hata sikupotea. Nilienda paka nyumba ile, tasijapotea. Ndio, lakini unafanya nini? Ndio ulichojia. Kama gorofa hata hapa tunayo sisi pia vile. Ingekuwa ni magorofa tu, sisi tusingekwenda. Hata kama hija ingekuwa ni 2 milioni. Sisi tunayo pia. Sisi tunaenda kwa ajili ya ibada. Hayo ya kujua mambo yatatokea tu, lakini sio tunachoendea. Kwa sababu hiyo kuna ulazima, ahlan wa sahlan wa marhaba ya hala nawarta alhid makanak kiti. Kwa maana hiyo lazima tufaidike. Tumesema umuhimu sio kwa uko Maka, umuhimu Maka umefanya nini. Mfano ule nilioutaja na upiga siku zote. Na moja ya mazuri, omba kwa Mwenyezi Mungu, moja ya adabu safari, omba kwa Mwenyezi Mungu akurudishe salama, ili uje kuwa balozi mzuri wa kuhimiza hija kwa wengine na uwaeleze mazuri uliyoyaona wengine. Usiombee Mungu akuue kule. Wamekufa wengi kule, kama nilivyosema kina Abu Jahali wamefia kule, lakini hawana chochote zaidi ya jahannam. Usije ukachekelea. Ikiwa Mwenyezi Mungu kamwamulia mtu hivyo, alhamdulillah, ndugu zake waridhie. Lakini sio unafanya vituko. Mwanamke mwingine ana shekhe, mwaka ule juzi kati mlenda umra, kuna mtu mmoja alipanda ghorofa akajiangusha afie Maka, si ndio? Umra ile na ulikwenda ni karibuni kabisa, nafikiri 2026 au ilikuwa 2025 ile 2026. Ghorofa ngapi? sija 4, kajiachia apate kufa. Na Mungu kamwambia hufi, ila utapata dhambi za kutaka kujiua. Askari yule Mungu kamwezesha, kadhurika mkono ule askari, kamuona anakuja kenda
mwanajeshi yule kamdaka yule mtu akadondoka wote, yeye kavunjika mkono yule askari, katibiwa na cheo amepata. Sasa mtu anaenda ardhi zilizokuwa takatifu kama zile, ana lengo ajiue, afie Maka. Wangapi wamefia Maka? Ndio hao kina Abu Jali, kina nani, makhabithi wote wale muudhi mtume, asilimia kubwa watu wa Maka. Sasa unadhani ile kuwa Maka ndio tija? Jawabu hapana. Kufia Maka peke yake sio mtaji. Umekufa ukiwa katika hali gani, na kifo kimekukuta ukiwa una malengo gani? Hiyo ndio muhimu. Kwa hiyo tunasema hizi ni adabu za safari, utayari wa kuwasaidia wengine. Lakini pia kubwa kuliko mengine, moja ya adabu za safari ya hija, kujua utukufu wa hii miji. Kwa sababu ukiishi Makka al-Mukarrama au Madinatul Munawwara kama unavyoishi Kariakoo, una matatizo. Weka taswira yako ukiwa Madina kama vile mwenye mji wake yupo vile Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jiulize, kama mwenye mji wake angekuwa yupo ndio hivi ananiona ninafanya upuzi huu, ingekuwaje? Yani jenga picha hiyo, jenga sura hiyo na hisia hizo, kwamba mimi niko Makka al-Mukarrama, niko Madinatul Munawwara. Hivi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam angekuwa hai, ananiona mimi adhana hiyo na kagua maduka, iqama hiyo mimi nakagua maduka, nakatiza mitaa, ingekuwaje? Watu wetu wengi mara nyingi wanapoteza pointi katika maeneo haya. Kweli Saudi Arabia ni nchi kidunia kama nchi nyingine, ina siasa zake za kuongoza nchi, ina polisi wake wa magwanda, ina polisi wake makachero, ina majeshi yake ya akiba, majeshi ya kawaida. Yani utaona visa vile vilivyovizoea wewe, unaweza ukaona kidogo ile aroaro haiko kihivyo, aroaro yake imekaa kiadabu kidogo. Mama mmoja siku alilia, sisi viongozi tukasema kafanywa nini na askari huyu? Tukanaye msikitini, yule mama kumbe aliteleza, akataka kudondoka. Sasa tukamwona kashikwa na askari kwa analia. Sasa kumvaa askari, umemfanyaje huyo mama wewe? Kumbe analia yule mama, namna alivyoenziwa na askari yule mwenye manyota. Mama aliteleza, ametoka nje msikitini, anataka kuvaa viatu, kakosea kupachika dole gumba lile, akataka Sasa yule askari akamdaka, anambembeleza, maskini ya Mungu, lugha hawaelewani, lakini namna anavumwengaenga akaona hawa si ndio tupiga virungu, sio wanamwaga maandazi yetu hawa si ndio wanamwaga tangawizi hawa na madeli yake. Leo huyu na manyota yake, ya Rabbi, ananienzi hivi, analipa mshahara wala mimi si uchangii kwa kodi yangu, mimi silipi kodi huku. Kwa kweli mama ilimjia tu akajisikia analia. Sasa mpaka tunaona huruma lakum hadi, atabu mwanamke wenu nyewe ndio katika kundi letu, yalla خلاص, anamtuliza bwana mwanajeshi mwana cheo chake. Sasa huu uwepo wa askari na kila kitu usikuchukulie kama vile uko maeneo ya Salenda Bridge vile, au uko Kariakoo au uko Manzese, au labda ukaona kumbe ndio yale. Hapana, we uko Madinatul Munawwara au uko Makka al-Mukarrama. Lazima uchunge adabu na heshima ya ile miji, kwa sababu hiyo peke yake ina mapato yake, kwa sababu ile ni shaira min sha'airillah, vitu ambavyo tunatakiwa kuvichunga na kuvitukuza na kuviheshimu. Sasa usije ukafanya kama yule jamaa kwa sababu afadhali Dubai, mama mmoja hajati mmoja, afadhali Dubai, kwa tabia mitaa fulani ya Makka kama wewe mama huna adabu kabisa. Alisema yani nadhani sisi tumekwenda kuangalia magorofa, hatukujia hayo, unasema afadhali Dubai, maana yake ni kwani aliyosema Makka ni bora ni nani? Mpaka wewe umefanya tathmini ukaona hata kwa matokeo uliyopata wewe afadhali Dubai. Kwani aliyosema Makka ni tukufu ni nani? Aliyosema Madina Munawwara tukufu ni nani? Mpaka una challenge unasema afadhali Dubai. Sisi tulisema